mahala popote pale panapokuwa na shughuli maalum inayoweza kusababisha wingi ama msongamano wa watu, mfano kituo cha mabasi, mnadani, gulioni na sehemu nyinginezo nyingi, pana ulazima wa kuwa na choo. Lakini cha kushangaza, katika eneo la Gulio la kijiji cha Sungamile wilayani Kahama mkoani Shinyanga halina huduma ya choo. Swala la kujiuliza ni kwamba wafanyabiashara pamoja na wateja wanaokuja kununua bidhaa mbalimbali katika Gulio hili huwa wanapata wapi huduma ya choo, na athari zipi wanazokumbana nazo kutokana na kukosa huduma hii muhimu? Inao baadhi ya wafanyabiashara mbalimbali wa Gulio hili la kijiji cha Sungamile ambao watakuwa na maoni mbalimbali kuhusiana na swala hili. Kwa jina naitwa Emmanuel Alphonse Kapela, ni mfanyabiashara wa soko la hapa Sungamile linalofanyika siku ya Jumanne. Kwa mfano katika Sungamile ni soko zuri sana lililo katika mnada ulio karibu na barabara nzuri hapa, lakini kinachosumbuka sana ni kuhusu namna ya huduma ya usafi. Kwa mfano viona vya kukojolea kwa mfano ambavyo vinahangaika sana upatikanaje katika soko hili. Wao mnapata wapi sasa huduma ya vyoo? Mtu akitaka kujisaidia kuna vichaka vya karibu ndio wanazidi kuchafua mazingira, kujisaidia karibu kando na soko ambao ni uchafuzi wa mazingira ninavyoona kama mimi. Kuna nini kifanyike sasa ili kuweza kutatua tatizo hili? Tulikuwa tunaomba serikali iweze kutufanyia maintenance ya kutengeneza ili tuweze kupata hata vyoo, kwa sababu hapa ni mkabala wa barabara, watu wengi wanaona kwamba kuna kasoko hapa kataendelea mbeleni. Na mpenzi msikilizaji wa 95.3 Baloha FM, huyo ni mmoja wa wafanyabiashara waliopo katika soko hili hapa la Sungamile, akielezea changamoto mbalimbali wanazokumbana nazo, hususan ni changamoto ya ukosefu wa choo, ambapo katika soko hili hapa la Sungamile hakuna choo. Na nitaendelea kuhojiana tu na wafanyabiashara wengine pamoja na wateja ambao watakuwa wanaelezea kuhusiana na changamoto ya ukosefu wa choo katika soko hili. Changamoto hapa tunahitaji ziwe choo zipo. Iwepo choo, tunahangaika kwa kujisaidia. Labda mlishawahi kuwauliza vijana kuhusiana na ukosefu wa choo? Nimewahi kuongea kuhusu soko kuanza saa 11 la usiku, watu mpaka saa 2 wako hapa mnadani. Mimi nataka soko lianze saa 5 saa 4 ili na choo zijengwe. Tofauti na changamoto hapo ya ukosefu wa vyoo, labda kuna changamoto zipi ambazo zinawakumba katika soko hili? Hili soko naona sijui kwa halijakomaa, bado dogo. Bado kama la wanakijiji tu hapa, hawajatoka watu sehemu mbalimbali. Msikilizaji wa 95.3 Baloha FM, baada ya kuhojiana na wafanyabiashara wa soko hili ama Gulio hili hapa la kijiji cha Sungamile, sasa nahojiana sasa na baadhi tu ya wateja ambao huwa wanakuja kununua bidhaa mbalimbali katika Gulio hili hapa. Mimi naitwa Lushishi Peter. Nakaa Sungamile, tunasidika kabisa katika kwenye Gulio hapa. Tunateseka sana katika hali ya choo. Kwani kama unafanya biashara uende kusaidia, uende kwenye machaka, choo tunahitaji choo kabisa kwenye Gulio hapa. Lengo ni hivyo kabisa. Labda kutokana sasa na kukosa hii huduma ya vyoo, huwa mnapata huduma hii wapi mnapokuja katika Gulio hapa la Sungamile? Naona mnapofika hapa kwenye machaka tu kujificha hivyo ni hivyo tu. Yaani hamna kabisa huduma yoyote hata kidogo. Kwa jina naitwa Mazuri James, mkazi hapa Sungamile. Kwa kweli hili Gulio changamoto yake kweli hakuna choo. Yaani ovyo tu. Watu wanakimbilia vichakani na hilo Gulio lipo karibu na shule. Sisi wanafunzi tunapata shida sana, maana vinyesi vingi sana, watu wanakunya sagara kwa maneo. Changamoto ni kubwa sana, ila tunaomba katika serikali hii itusaidie vyoo, maana hawa Gulio bana wanakunywa ovyo tu kwa maneo. Ni tatizo kwetu sisi wanafunzi na wakazi wa Sungamile hapa karibu na ile Gulio. Kwa jina naitwa Pokiba, mkazi wa hapa Sungamile. Kitu ambacho kinasababisha wakazi wa Sungamile yani wanakunywa maji machafu, maana yake kile kinyesi watu wanapoenda msituni kujisaidia, yani yale maji yanatiririka mpaka kwenye visima vya watu, ambavyo hivyo visima vinatumika kama maji ya kunywa ya wakazi wa kijiji cha Sungamile. Kwa kweli hili ni tatizo kubwa sana, yani unajikuta maradhi ni mengi katika kijiji. Yani watu wanaugua matumbo kwa sana, kualisha,
Labda wewe kama mkazi na mteja wa gulio hili hapa la kijiji cha Sungamile, una mtazamo gani au unatoa maoni gani sasa kwa serikali? Kwa kweli maoni yangu mimi kwamba yani nilikuwa tu naomba serikali iweze kutusaidia, iweze kutujengea choo katika hili eneo la gulio. Kwa jina naitwa Elias Musa, ni mkazi hapa Sungamile. Kwa hili tatizo la choo limekuwa ni tatizo kubwa sana katika hili gulio la Sungamile. Maana watu sana hao gulioni wanapokuja wakibanwa na haja lazima waingie vichakani. Kwa hilo ni tatizo kwetu. Kwetu sisi wanafunzi, na maana msitu wetu unaharibiwa kwa kuwekewa vinyesi vya binadamu. Labda wewe kama mkazi wa hapa Sungamile, labda ulikuwa naomba nikifanyike nini sasa ili kuhakikisha kwamba eneo la gulio hapa linarejea katika hali nzuri na ya usalama? Serikali ya kijiji waangalie hilo, wajenge utaratibu, choo ijengwe, mambo yatakuwa vizuri. Baada ya kuzungumza na wafanyabiashara na wateja katika gulio dogo la Sungamile, imenilazimu kutafuta uongozi wa kijiji cha Sungamile, lakini jitihada zangu zimegonga mwamba baada ya uongozi wa kijiji kutotoa ushirikiano kabisa kwa kupigwa kalenda siku za kuonana na kwa kutopokea simu. Kutokana na hilo, imenilazimu kufika katika ofisi za halmashauri ya Msalala hapa na kutana na kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya Msalala, Zabroni Donge. Kwa kawaida mahali popote panapokuwa na msongamano au wingi au kwenye shughuli maalum ya watu hapa nahitaji na huduma ya vyoo. Kwa kuwa sasa halmashauri ya Msalala kuna baadhi sasa ya sehemu ambazo sasa haina huduma ya vyoo, mfano katika sehemu za minada pamoja na magulio madogo. Kama halmashauri ya Msalala huwa inafanya mkatigano kisha kwamba kuna kuwepo na huduma ya vyoo katika maeneo hayo. Sisi kwenye magulio na minada yetu tumeshatenga fedha na sasa hivi tuko kwenye hatua za manunuzi ili kila penye gulio na kila penye mnada pajengwe choo. Ninachowaomba tu wananchi wetu wavitumie vile vyoo. Kila penye gulio na kila penye mnada tunajenga vyoo, wavitumie, kwa sababu kusambaza uchafu ndio inayotuletea typhoid, haziponi, kuhara, kutapika, mwisho tunaweza tukapata kipindupindu. Kwa hiyo tumeshafikia hatua vyoo hivyo vinajengwa kila penye mnada na kila penye gulio. Pengine sasa kwenye maeneo sasa ambapo tayari huduma hiyo ya minada au magulio imeshaanza, lakini huduma hiyo ya vyoo haipo kabisa. Labda unaiambia nini sasa serikali ya mtaa, serikali ya kijiji ambayo sasa haijafanya sasa ule mkakati labda wa kuzingatia kujenga choo cha muda? Mahali ambapo kuna mnada hakuna choo cha muda. Ninachoweza kusema, watendaji wa kata wapo, watendaji wa vijiji wapo, wajenge, wahakikishe kuna kuwepo vyoo vya muda. Na mimi najua sehemu nyingi vyoo vya muda vipo, sema tu sio visafi, sio vizuri kwa sababu ni kitu cha muda. Lakini hivyo vyoo vya muda vitatumika kwa muda mfupi, vijengwe. Mahali ambapo hakipo, watengeneze utaratibu wa choo cha muda, lakini vyoo vya kudumu ndio ambayo nimesema halmashauri iko mbioni, na sio mbioni, tuseme tu iko hatua za manunuzi, na muda sio mrefu kuanzia sasa vyoo hivyo vitajengwa ili tuwe na mahali ambapo pako safi, pafanane na wafanyabiashara wetu. Sio mtu anaenda mnadani ana milioni 20 halafu hata mahali pa kujisaidia hapafanani na hadhi na jinsi watu wetu walivyo. Kwa hiyo tunataka tutengeneze vyoo ambavyo ni standard na vitaweza kuwahudumia watu wetu katika maeneo hayo kikamilifu. Ni hatua zipi sasa ambazo zitachukuliwa zidi ya viongozi ambao sasa unakuta kuna maeneo ambayo yamekaa kwa muda mrefu bila kuwepo kwa vyoo hata vya muda? Sehemu ambazo hatutakuta vyoo vya muda, kama nilivyosema, kuna watendaji wa vijiji, kuna watendaji wa kata, tutawawajibisha. Kutokana na maagizo ya kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya Msalala Bwana Zabroni Donge, inanilazimu tena kumpigia simu afisa mtendaji wa kijiji cha Sungamile Bwana Shabani Jumanne, na hapa anabainisha mikakati mbalimbali ambazo sasa wameanzishwa kwa ajili ya kuhamisha eneo la mnada na kupeleka katika eneo husika ambalo lina huduma ya vyoo. Serikali ya kijiji ilikaa na ikabuni mbinu ya kuanza kuweza kusogeza huduma kwa wananchi
soko dogo la mboga kama itawezekana kupatikana. Walianza kwa stahilia mwaka 2014, lakini sehemu iliyoanzia ilikuwa ni maeneo ya senta. Sasa population ya watu ikawa inazidi na watoto, tukaamua kulitoa kwa usalama wa watoto barabarani. Tukaomba eneo la dharura kwa mwalimu upande wa magharibi mwa kijiji. Lakini wakati huo serikali ya kijiji ikawa imeamua kwamba italirudisha sehemu ya eneo la serikali ambao liko mkabala na ofisi ya kijiji. Kulingana na population itakavyozidi inaongezeka, ndio hivyo hatua zitakazokuwa zinaendelea kuchukuliwa. Kwa sababu tayari population ya watu ilikuwa imeshaanza kuongezeka, ndio serikali ilikuwa imeamua kukaa na kulitoa eneo lile, kwa sababu kwanza ni eneo dogo ambao haliwezi likatosha kwa hao wafanyabiashara wanaokuja. Wakawa wameamua kwamba lirudi kwenye eneo la kijiji ambako kwa tayari hiyo huduma unayozungumzia choo ipo. Na hadi sasa eneo hilo au huduma hiyo ya gulio ama soko bado ipo pale pale au imesharejeshwa? Tayari imeshaondolewa eneo lilikuwa nafanyia biashara mwanzo na imesharudishwa eneo la. Pengine katika eneo hilo hapo la kijiji na huduma ya vyoo inapatikana. Na naamini kama wewe ni mkweli kabisa unaweza ukatusaidia kwenye jamii. Kama wewe ni mwandishi wa habari unaweza ukaiambia jamii, je, pale hakuna choo au huduma ya choo ipo? Mimi ninapokueleza mpaka sasa pale ni choo, na wewe unaweza ukawa ni shahidi vile vile. Pengine sasa labda unawaambia nini sasa wafanyabiashara ambao kuna wafanyabiashara mbalimbali na wengine wanatoka katika maeneo ya Kagongwa, pengine labda wameona kwamba kuwapeleka katika eneo hilo hapa la kijiji cha Sungamile, lakini wamepokea kwa mwitikio tofauti. Labda kama wewe afisa mtendaji wa kijiji cha Sungamile unatoa masa gani kwao? Kuambie tu kwamba kwanza ni washukuru sana wafanyabiashara wadogo wameanza angalau kuleta mwitikio wa kuweza kuleta ya soko. Pia nasema kwamba sasa kwa sababu imeanza kubadilika. Mwanzo ilikuwa ni mboga, lakini naona mpaka sasa na nguo zinaingia. Ina maana pameanza kujionyesha kwamba panawezekana baadaye pakawepo na gulio baadaye, kwa sababu tayari ninavyoona kwamba kuhusu hii mimi mwenyewe ndio nimesimamia zoezi la kuhamisha niona kusaweza eneo jingine. Nimeshuhudia wafanyabiashara wa Kagongwa zaidi ya 13 walioingia pale na wakaaji wa humo. Kwanza ni washukuru wao kujitoa na kuja kuhudumia kijiji cha Sungamile chenye population na wakazi wengi ambao walikuwa wanategemea huduma ya Waifate Isaka Kagongwa. Lakini leo hii wanaamua kuisogeza pale. Mimi natoa tu wito wa kwamba ninaomba tu na wao wahamasishe wafanyabiashara na wengine ili hiyo siku ya Jumanne tutengeneze muda mkubwa kiasi kwamba yaweza ikasaidia hata serikali kuingiza mapato pale kama minada ya huku Igundu, Isaka, Kagongwa. Tunatarajia kwamba ile eneo liwe ni eneo la biashara kubwa baadaye. Iwapo kama Mwenyezi Mungu atasaidia na wafanyabiashara wataleta mwitikio, kwa sababu kijiji cha Sungamile hakina soko, hakina gulio jirani wala soko kwa Kagongwa au Isaka. Eneo hilo hapo ni zaidi ya eka ngapi labda au kiasi gani ambao limetengwa kwa ajili ya wafanyabiashara? Ile eneo lina zaidi ya eka 10. Lakini tutakapofikia tena kwamba wafanyabiashara wamekuwa na population kubwa, basi wenyewe wakazi wa Sungamile tutaitisha mkutano wa hadhara na kuwaeleza hilo. Kama wataamua kwamba walipitisha lile eneo liwe ni eneo la gulio, basi ni wao, kwa sababu sisi kama serikali ya kijiji huwa tunapeleka maoni kwa wajumbe wa mkutano mkuu hadhara. Nyinyi kama serikali ya kijiji mmejipangaje sasa ili kuhakikisha kuwakamata wale ambao watakuwa wanavunja sheria na kukojoa sehemu ambayo sio husika na kuchafua mazingira? Nataka tu nikwambie kwamba katika jamii mnapoiongoza jamii huwa na haki na chanya. Na vile vile unapowaongoza wananchi tunatofautiana uelewa. Kwa hiyo lazima uwe ni mwelevu unapoitwa kiongozi, uwe mwelevu wa kuwaelewesha wananchi. Na hatua ya kwanza leo mimi nimekaa na wafanyabiashara wote na kuwaeleza kwamba tumewaleta huku na tuna huduma ya choo, na wao nimewaambia waunde uongozi, wawepo na mwenyekiti, katibu na pamoja na wajumbe baadhi. Tunawaita kikao cha serikali ya kijiji, tutakuwa tunawaita viongozi wa wafanyabiashara ili walete maoni yao kwenye serikali ya kijiji yaweze kufanywa kazi. Vile vile watakuwa wanapokea maagizo kutoka kwenye serikali ya kijiji. Na baada ya hapo sasa tunawashauri kwamba kile choo kinahitaji sasa kitunzwe. Watakuwa wao kama uongozi watajipanga kusaidia kuhudumia yale mazingira. Tutaunda viongozi, siku ya mnada tutakuwa tunaweka mtu kulinda eneo. Sasa kwa msaada wa maji pamoja na kufanya usafi ile eneo la choo, wasipatikane watu watakokuwa wanachafua yale mazingira. Ile choo bado hakijapauliwa, wakae tupate angalau tabaki 4 kwa kuchangia, na wao wameahidi kwamba wako tayari kufanya hilo. Na vile vile watatengeneza mlango kidogo na matatizo pale chooni. Tutaweza kuzungumzia zaidi kulingana na hali ya watu walikuwa nao sasa hivi ni masika. Kila mwananchi ajielewe kwa ya kwamba sio kwenye hali mbaya, hususan kwenye la kipindupindu. Kwa hiyo kila mmoja
haijidhibiti kuipeleka haja yake sehemu ambayo haihusiki. Hajidhibiti kwamba kila mtu hakikisha kwamba anapopata kwamba anahitaji kwenda haja ndogo au haja kubwa, basi aingie kwenye eneo salama la kuweza kuhifadhi kile kinyesi kwenye mazingira mazuri yasiweze kuwadhuru watu wengine, kwa sababu sasa mvua zinanyesha na kile kinyesi wapo kama mkatana kujisaidia kwenye vichaka kina uwezo wa kusilisha kupeleka kwenye visima, na hapo watu wanaweza kuchota yale maji na kuyanywa na hatimaye unapata ugonjwa wa matumbo. Baada ya maelezo hayo, na sasa inanilazimu tena kufungasha vilago hadi katika eneo la gulio jipya la Sungamile, na hapa nahojiana na wananchi pamoja na wafanya biashara katika soko hili na jinsi wanavyonufaika na huduma katika soko hili jipya. Mimi jina langu Lega Bundala. Biashara hii inaenda vizuri huku. Kwenye barabara ilikuwa hakuna biashara. Tunasema wanunue tu, ni mboga safi, haina dudu lolote. Jina langu mimi naitwa Joyce Shimba Magandula, mkazi wa Sungamile. Gulio letu inaenda vizuri, malenge wanakuja kule. Soko la karibu na barabara ilikuwa na huduma ya choo. Pengine sasa katika soko hili hapa mnapata huduma ya choo? Ipo choo kwenye nani hapa kwenye ofisi ya sungusungu. Mimi kwa jina naitwa Veronica Mavula, mkazi wa Sungamile, kitongoji cha Kinungu. Mboga za majani kumbe hazina matatizo yoyote, nawaambia wananchi waendeleze kutumia hizo mboga za majani. Pengine hali ya vyoo katika soko hili ikoje? Katika soko hili naona hali ya vyoo, naona choo ipo wanaotumia wananchi, hiyo ipo katika ofisi ya kijiji cha Sungamile. Tofauti na gulio la zamani lilikokuwa bado barabarani huko. Maana huko tulikuwa tunaogopa na magari kugongwa, ilikuwa karibu na lami. Mimi naitwa Lukelesha, kaji wa Sungamile. Hapa ninaona ni vizuri, kule tulikuwa. Pengine biashara yenu inaendaje sasa katika eneo hili hapa? Inaenda safi. Mimi Fungameza Kubingwa. Mimi naona safi kwenye soko kwetu hapa. Kule ilikuwa na ubaya mojapo. Kazi siko pale pale, shule iko pale pale. Sasa ni hapa ni safi. Sasa mimi nasema hivi, ile huduma ya choo tutawaambia tu wenyewe. Mimi naitwa Mlisho Mashiri wa Sungamile. Hapa ni safi hapa. Kivipi? Sababu gani? Kule ilikuwa kubaya kule barabarani, kwenye hatari ya magari, kwenye uwanja wa serikali hapa. Bado nipo katika eneo la soko hili hapa ama gulio la kijiji cha Sungamile, ambapo ni eneo jipya sasa lililotengwa kwa ajili ya wafanyabiashara mbalimbali. Na hapa sasa naenda kuhojiana na baadhi tu ya wafanyabiashara kuhusiana na mtazamo juu ya soko hili hapa ambalo limehamishwa katika ofisi za serikali ya kijiji hiki. Je, liko pazuri? Kwa jina naitwa Mseso Juma kutoka Kabuyozi. Naona hii gulio lipo pazuri na limetengwa sehemu nzuri, kwa sababu kila pande lipo katikati. Kutoka Malenge lipo katikati, watu wanakuja kwa wingi, na kutoka Sungamile ya center lipo katikati. Naona lipo vizuri, limetengwa sehemu pazuri na tena sehemu iliyo safi. Kwa jina naitwa Haji Juma, makazi Sungamile. Kwa kweli soko linaleta manufaa ya kufurahisha, iko mahali pema na usalama pia. Pengine kwa huko lilipokuwa zamani, ulikuwa na mtazamo gani juu ya hili soko? Soko hili lilikuwa lina mtazamo, nilikuwa kwanza sehemu mbaya. Magari, watoto, pafinye. Kwa hiyo wamehamishia sehemu ambayo inaleta ridhaa na sehemu kuwa pana kubwa na jiachia watu kama huru katika. Jina naitwa Ngusa Mesiu. Kusema kweli gulio letu limewekwa sehemu nzuri tofauti na kula ambako lilipokuwa zamani. Huku ni sehemu nzuri pana, kuna miti ya kutosha watu kutandika biashara yao vizuri. Kwa kweli tunashukuru kwa kubadilishwa eneo la gulio. Na liko vizuri kabisa hili gulio kwa sababu watu liko katikati, watu wanaotoka mbali, maalumu wapi, Mwanzwagi, wanakutana hapa Sungamile. Hakuna cha ajali kwa sababu pale palikuwa karibu na barabara, watu mrundikano wa watu, ajali mara nyingi zilikuwa zinataka kutokea. Ni maoni tu baadhi ya wafanyabiashara pamoja na wateja katika soko hili hapa la kijiji cha Sungamile wilayani Kahama mkoani Shinyanga. Nikiripoti kutoka hapa katika kijiji cha Sungamile wilayani Kahama mkoani Shinyanga, ni mwanahabari wako Gimu Garafoni wa Baloha FM.